Wasaa huu tugeukie katika kipengele cha fahamu mchezaji, na siku ya leo namzungumzia mchezaji huyu ambaye amesajiliwa na klabu ya Simba, wekundu wa Msimbazi. Mchezaji huyu anakwenda kwa jina la Serge Anton Bajo. Nafasi yake ya uchezaji ni beki wa kati, central back. Urefu wake ni mita 1.88. Amezaliwa Disemba 28 mwaka 2002. Mtoto wa 2000. Taifa lake ni pale Ivory Coast. Klabu anayoichezea kwa sasa ni Simba Sports Club. Simba msimu huu ameshusha vyuma. Yaani ukigeuka huku unasikia Simba hivi, ukigeuka kule Simba kapa, ukigeukia kulia unaambiwa Simba anakamilisha mazungumzo. Simba wameamua bwana, acha tuone kwenye msimu huu kama kutakuwa na mabadiliko kwenye klabu hiyo ya Simba kulingana na usajili wa nguvu wanaofanya msimu huu hapa. Safari ya soka ya Serge Bajo ni beki mwenye asili ya Ivory Coast ambaye amepitia baadhi ya klabu za Afrika Kaskazini kabla ya kujiunga na Simba Sports Club. Amecheza pia kwa MC Alger na USM Kenchela katika ligi ya Algeria. Okay. Peter, nadhani najibu swali lako. Nadhani tuko pamoja sako kwa bako, pamoja kwa umoja, tukimzungumzia Serge Bajo. Serge Bajo na aina ni mchezaji ambaye tukiangalia nguvu zake za uwanjani, ana mwili mkubwa na uwezo mzuri wa kupambana na washambuliaji. Ana faida kwenye mipira ya juu kutokana na urefu wake, na anaweza kusaidia kujenga mashambulizi kutoka nyuma. Hizo ni nguvu alizonazo Serge Bajo anapokuwa uwanjani. We, nguvu zako ni nini tukija kwenye eneo lako? Wanasema hivi, ukitaka kumkosea mtu na asikusamehe au mkaka, yani umemkosea, right? Halafu akakwambia nimekusamehe, lakini siku zinavyoenda unahisi huyu mtu mbona kama hakunisamehe kutoka moyoni, mbona kuna viashiria ambavyo vinaonyesha kwamba bado kuna kachuki fulani hivi, yani kuna kitu. Wanasema ukitaka kumchokoza mtu au ukitaka mtu akuchukie, gusa kwenye yale mapungufu yake, tena umdhalilishe mbele za watu. Wezungumzia kuhusiana na nguvu zake bwana, hapo mtaenda pamoja. Unajua wanasema hakuna mtu asiyekuwa na mapungufu, hakuna kitu kisichokuwa na mapungufu, lakini sasa kuna namna ya kumwambia mwenzako aweze kurekebisha yale mapungufu yake, lakini ukayagusa kwa namna ambayo ye mwenyewe hajapendezwa. Sahau kabisa huyo mtu kupatana naye kwenye maisha yako. Anachoweza kuongeza kwenye klabu ya Simba, mchezaji huyu au Simba, klabu ya Simba inachotarajia kupata kutoka kwa mchezaji huyu Serge Bajo ni uimara zaidi kwenye safu ya ulinzi, uzoefu wa soka la ushindani kutoka Afrika Kaskazini, na mshindani mpya wa nafasi ya beki wa kati. Simba wameamua kubadilisha ladha bwana, wanataka wapate uzoefu kutoka huko Afrika Kaskazini kutoka kwa Serge Bajo. Changamoto ambazo mchezaji huyu anaweza kukutana nazo wakati anaendelea kuitumikia klabu ya Simba Sports Club ni pamoja na kuthibitisha uwezo wake kwenye mazingira ya ligi kuu Tanzania. Hiyo ni changamoto ambayo anaweza akakumbana nayo, kuelewana haraka na mabeki wenzake na kukabiliana na presha kubwa ya mashabiki wa Simba. Bwana, unashangaa tu mchezaji amesajiliwa, labda amecheza mechi ya kwanza, pengine hajafanya vizuri, lakini unakuta tu ni mchezaji mzuri, ile mechi ya kwanza tu hajafanya vizuri, basi mashabiki wanaibuka, hatumtaki, aondolewe, hakidhi katika hiyo nafasi ya imfai. Kwa hiyo ni kukabiliana na hiyo pressure lazima uibebe.
Wanasema kila kazi ina ugumu wake bwana, kwa hiyo inabidi ajifunze namna ya kubeba hiyo pressure ya hao mashabiki wa Simba. Kwa tukiangalia tathmini ya awali kwa huyu mchezaji, nguvu za ulinzi kwenye zile alama 10, huyu tunampa alama 8 kati ya 10 kwenye nguvu za ulinzi. Uwezo wa mipira ya juu vile vile ni 8 ya 10. Uzoefu alionao ni katika alama 10 tunampa alama 7, na uwezo wa kuzoea Simba ni alama 7 vile vile. Sidhani kama atapata shida sana au pressure ya mashabiki inaweza ikamwendesha sana, kwa sababu ametoka huko, sio kwamba ndo anaanza soka, hapana, tayari amekuwa ni mchezaji. Kwa hiyo anaelewa changamoto na nadhani anaelewa namna ya kupambana nazo, namna atakavyopambana na nyie mashabiki. Mkitaka kumpa pressure basi anajua vipi adil na nyinyi. Kwa swali ambalo unaweza ukajiuliza mwana soka au mwana Simba, je, Serge Bajo anaweza kuwa beki bora wa kigeni aliyewahi kuichezea Simba? Au hili swali unasema Salome umewahi mapema sana kuuliza hilo swali, subiri aingie uwanjani akiwa ndani ya klabu ya Simba, alafu hilo swali tutakuja kukujibu baadaye. Okay. Ni swali ambalo unaweza ukajibu kulingana na mechi ambazo amecheza hapo kabla. Unaweza ukaangalia kiwango chake cha uchezaji, au unaweza ukasema ngoja tumuone uwanjani, au pengine Simba ilihitaji beki mwenye uzoefu zaidi yake kulingana na vile utakavyomuona, au ni usajili mzuri kwa timu hii. Kwa hiyo hayo ni swali hilo la kujiuliza, na majibu utakuwa nayo mwenyewe. Na kama ungependa majibu kushare basi si huwa mnatabiri jamani, mnaweka mikeka. Sawa. Hapo ni katika kipengele cha fahamu mchezaji. Tugeukie sasa kile kipengele cha mechi za kesho pamoja na utabiri. Kwa upande wa Tanzania, ligi kuu Tanzania bara hakuna ratiba kubwa ya ligi kuu iliyothibitishwa. Na msimu wa NBC Premier League kwa msimu wa mwaka 2026-2027 unatarajiwa kuanza hapo baadaye mwezi wa 8, mwezi Agosti. Michezo ya ndani inaweza kufuatiliwa. Hakuna mechi kubwa ya NBC Premier League ulioonyeshwa kwa siku ya kesho. Tukigeukia sasa pale Ulaya na huko duniani, kombe la dunia bado linaendelea la mwaka huu 2026 katika nusu finali. Ufaransa watacheza na Hispania Julai 14 mwaka huu 2026 pale Dallas Stadium. Kwa hiyo kwa utabiri wa mechi ya kesho, kwa utabiri ni kwamba Ufaransa wanaweza wakaibuka na goli 2 dhidi ya goli 1 kwa hao Hispania. Kwa nini? Unaniuliza kwa nini? Nimekusikia umeuliza, si umeuliza kimoyomoyo. Kwa nini unasema hivyo? Kwa nini unasema kwamba Ufaransa wanaweza wakaibuka na ushindi dhidi ya Hispania? Kwa sababu Ufaransa ina nguvu kubwa kwenye mashambulizi na vile vile ina uzoefu wa mechi kubwa. Hispania ina uwezo mkubwa wa kumiliki mpira na kujenga mashambulizi kwa pasi nyingi. Right? Na mchezaji wa kuangalia kwenye mechi ya kesho, Kylian Mbappe, huyu ni kutoka Ufaransa. Ni mchezaji ambaye bwana anakimbizana na Messi kwenye kiatu cha dhahabu kwenye ufungaji bora. Mabao yao yanaenda sambamba. Na mchezaji mwingine wa kuangaliwa kwenye hii mechi ya kesho ya Ufaransa na Hispania ni wachezaji wa kiungo wa Hispania, na wenyewe wanaweza kuwa tishio kwa umiliki wa mpira. Kwa hiyo Hispania vile vile, yani in general tu, ni mechi ya kuangaliwa. Wachezaji walioko kule ni wa kuangaliwa vile vile. Tukigeukia sasa pale UEFA Champions League raundi za awali, baadhi ya mechi za kufuzu ligi ya mabingwa Ulaya zinaendelea Julai 14. Utabiri kwa ujumla ni kwamba timu kubwa zenye uzoefu zina nafasi kubwa ya kushinda nyumbani. Mtu kwao bwana. Mechi za kufuzu mara nyingi huwa ngumu kwa sababu timu ndogo hupambana sana. Timu ndogo zinakuwa zinataka kuonesha kwamba sawa, we ni mkubwa, lakini sisi pia tunaweza kuwa bora kuliko na tunaweza tukakupindua. Kwa hiyo timu ndogo zinakuwa zinapambana sana. Kwa hiyo
mechi za kufuzu huwa zinakuwa ni ngumu, na ikizingatiwa sasa ni mechi ndogo alafu imefika kule juu, lazima wapambane, watumie mbinu ambazo wanazijua wao ili kuweza kuonesha ubora wao vile vile. Yes, kwa hiyo Ufaransa wanaweza wakashinda au wakatoka sare. Mechi ya Ufaransa na Uhispania magoli wastani wa magoli inaweza ikawa goli moja. Timu zenye uzoefu kwenye UEFA qualifier kupewa nafasi. Kwa hiyo kwa kumalizia hichi kipengele cha ratiba ya mechi za kesho, kwa kumalizia swali la kujiuliza wewe kama mwanasoka, je, Ufaransa na Hispania nani anastahili kufika fainali ya kombe la dunia kwa mwaka 2026? Ni nani? Ni Ufaransa, Hispania, au mechi itaamua kwa penalty, au basi tuseme bingwa atatoka upande mwingine? Nikukumbushe tu mwanasoka kwamba utabiri wa mpira si matokeo ya uhakika. Matokeo yanaweza kubadilika kulingana na kikosi, majeruhi na siku ya mchezo. Kwa hiyo huu ni utabiri tu, lakini haimaanishi kwamba ndio matokeo halisi ya mechi ambayo inaenda kuchezwa kesho. Matokeo na majibu halisi yatatoka hapo kesho baada ya mechi. Alright, hapo ni katika kile kipengele cha ratiba ya mechi za kesho pamoja na utabiri. Sawa, dakika ni 40 zimeondoka baada ya kugonga 6 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tugeukie sasa katika kile kipengele cha habari kwa mchana wa leo ili tuweze kukamilisha kipindi cha mambo leo kwa siku ya leo. Na habari ninazo kusogezea kwa mchana wa leo ni hizi hapa. Simba wamesajili beki wa kati Serge Bajo mwenye umri wa miaka 23. Ni beki wa zamani wa MC Alger. Amesaini amesaini miaka miwili pale katika klabu ya Simba. Na Simba wametoa onyo kwa mchezaji wao kucheza Nado. Simba wametoa onyo kwa mchezaji wao kucheza Nabonazo. Okay, tukigeukia pale klabu ya Yanga. Yanga wapo kwenye mazungumzo na Kaizer Chiefs ili kumnunua Malabi Lilepo. Nao wameanza kuweka mambo yao hadharani bwana. Tulikuwa tunaona mambo ya Simba yako hadharani zaidi. Lakini Yanga pia Yanga wanamtaka Aboubakar Bangura wa Al Merrikh, klabu ya pale Sudan. Yanga wanamtaka huyo vile vile. Singida Black Stars wamemsajili Yona Amos kwa mkataba wa miaka 3. Prisons kupasuka leo. Polisi Tanzania wanaweza kuibuka na ushindi wa bao 4-0 dhidi ya Prisons. Okay, mechi itaamua nani ni mshindi kwenye timu hiyo. Simba wamepokea ofa ya bilioni 1.9 jamani, bilioni 1.9 kutoka klabu ya Bursaspor ya Uturuki ili kumuuza Anicet Oura. Simba wanajeuri ya kukataa pesa hiyo 1 billion 9. Je, Simba watamuuza Anicet Oura au atasalia katika klabu ya Simba? Yanga wapo kwenye mazungumzo na Singida Black Stars, wanamtaka beki wa kushoto Imoro Ibrahim. Azam FC wanatarajia kuingia kambini wiki 2 zijazo kujiandaa na msimu mpya wa ligi. Simba wamepangiwa kundi moja na Singida Black Stars Sekafa Kagame Cup.
Simba hawatakuwa na prisons kambini. Simba kuchezesha jezi za Sekafa. Yanga wapo katika hatua za mwisho kumsajili Samba Kone mwenye umri wa miaka 23, beki wa kushoto. Azam FC wenyewe wameachana na Akaminko, wapo hatua za mwisho kumsajili Khalid Gego. Usajili wa Singida Black Stars, kuna Benjamin Tanim, huyu ni beki. Kuna kandidati Mapendo pamoja na Kitambala Bora. Ni usajili wa Singida Black Stars huo. Kwa kuhitimisha kwa habari za mchana wa leo, nikigeukia pale New York, Marekani. Safari ya kuelekea ubingwa wa kombe la dunia kwa mwaka 2026 sasa imebakiwa na mataifa 4 makubwa ya soka duniani, huku kwa mara ya kwanza katika historia ya mashindano hayo timu 4 zinazoongoza viwango vya ubora duniani zikifanikiwa kutinga hatua ya nusu finali. Argentina, Hispania, Ufaransa na England ndizo zimebaki kwenye mbio za kutoa taji, jambo linaloweka mazingira ya kushuhudia mechi 2 zenye mvuto mkubwa na ushindani wa hali ya juu. Katika nusu finali, England itavaana na mabingwa watetezi Argentina, huku Hispania ikikabiliana na Ufaransa katika pambano jingine litakalozikutanisha timu 2 zinazocheza soka la kuvutia. Na Simba na Singida Black Stars zitakuwa na kazi moja tu ya kufanya katika michuano ya kombe la Sekafa Kagame Cup mwaka 2026 baada ya shirikisho la soka Rwanda FERWAFA kutangaza kuwa kila kitu kipo tayari kwa ajili ya kuandaa mashindano hayo makubwa ya klabu za Afrika Mashariki na Kati. Michuano hiyo itafanyika kuanzia Julai 24 hadi Agosti 7 mwaka huu katika viwanja vya Amahoro na Kigali Pele jijini Kigali pale nchini Rwanda. Makundi yameshapangwa ambapo kundi A lina APR ya Rwanda, Vipers Sport Club Uganda, Gor Mahia FC ya Kenya na Grady Republican ya Djibouti. Kundi B lina Simba na Singida Black Stars zote za Tanzania, Jamus kutoka Sudani Kusini na Mogadishu City Club kutoka Somalia. Kundi C lina Rayon Sports ya Rwanda, Tusker kutoka Kenya na KVZ kutoka Zanzibar. Katibu mkuu wa FERWAFA Bonie Mugabe alisema maandalizi yote yamekamilika na Rwanda iko tayari kuandaa moja ya mashindano bora zaidi ya Kagame Cup kuwahi kushindaniwa. Mugabe alisema uzoefu walioupata baada ya kufanikiwa kuandaa michuano ya FIFA Series mapema mwaka huu umewapa imani kuwa wana uwezo wa kutoa mashindano yenye viwango vya kimataifa, kuanzia viwanja, usalama, huduma na timu hadi mazingira kwa mashabiki. Yes, na hizi ni habari ambazo nimekusogezea kwa mchana wa leo. Tuangalie sasa majibu ya swali letu pale mjini YouTube. Wengi wamesema nini? Swali la pale YouTube limeuliza kwamba Tanzania kufuzu kombe la dunia kuna hitajika nini zaidi? Kura zilizopigwa ni kura 13. Waliosema kwamba inahitajika mfumo ni 39%, waliosema vipaji ni 38%, na waliosema uwekezaji ni 23%. Kwa hiyo wengi wanaamini kwamba kukiwa na mfumo mzuri, Tanzania tuna uwezo wa kufuzu kombe la dunia. Niwashukuru sana wote ambao mmekuwa na mimi, wote mliopiga kura, mliotoa maoni yenu. Shukrani za dhati ziwafikie popote pale mlipo. Kipindi cha Mambo Leo kimefika ukingoni.